Dhambi ni kufanya kinyume na maagizo ya Mungu. Hakuna mfumo wowote, uwe ni wa kiserikali, uwe ni wa kisheria, sijui mahakama, sijui polisi, sijui viboko, sijui ambavyo vinaweza vikashughulikia hiyo hali ya dhambi ya uasi ambayo iko ndani ya mwanadamu. Mungu hakuwatega Adamu na Eva. Mungu aliwapa maagizo. Ukimwona mtu ni mlevi, au ukimwona mtu ni mzinzi, au ukimwona mtu ni muongo, au ukimwona mtu anafanya vitu fulani, unasema huyu anafanya dhambi. Vikundi vya uasi, Al-Qaeda, M23. Sasa hivyo vikundi, kwa nini vinaitwa ni vikundi vya uasi? Tunapomwona mtu anaiba, tunapomwona mtu anazini, tunapomwona mtu anasema uongo, tunapomwona mtu ni muuaji, tunapomwona mtu ni tapeli, kile anachokifanya sio dhambi yenyewe. Umeonekana mwizi, umeonekana mlevi, umeonekana muongo, umeonekana malaya, umepewa majina kwenye mtaa unaoishi, unachotakiwa kujua ni kwamba ulikuwa mwenye dhambi kwa sababu ulipokea hali ya dhambi kutoka kwa Adamu. Lakini kupitia Kristo Yesu, wewe sio mwenye dhambi tena. Umechukua hatua nzuri sana kufungua video hii leo, na tunaendelea na somo letu zuri, somo la wokovu. Na nikutie moyo, kama hujafuatilia sehemu ya kwanza, hii ni sehemu ya pili ya somo la wokovu. Unaweza ukaangalia kwenye channel yetu, hapo utaona video ya somo la kwanza. Na nimepokea maswali kadhaa ambayo nimeona ni vizuri nikayaweka sawa. Tukushukuru wewe ambaye umeendelea kufuatilia na kuona vipindi vyetu. Kama ambavyo tumeona katika somo letu la wokovu, kwenye kipindi cha kwanza au sehemu ya kwanza tuliona maana ya wokovu, kwamba wokovu unamaanisha nini katika maana ya kawaida kabisa, na tukaona namna ambavyo maandiko yanafundisha, namna ambavyo Mungu aliweka mpango huu wa wokovu kwa ajili ya kututoa sisi wanadamu ambao tulikuwa kwenye hatari tuliyoleta sisi wenyewe, ambayo ilisababishwa na dhambi, tukaingia katika hatari hiyo. Lakini Mungu akaandaa mpango mzuri kwa upendo wake mwema kwetu, kama ambavyo tunafahamu wote kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16, anasema Mungu aliufunua upendo wake, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila muaminie asipotee bali awe na uzima milele. Kwa huo ndio mpango wa Mungu kupitia Kristo Yesu, tumepata wokovu. Kwa tukaona wokovu umekuja kututoa sisi wanadamu kutoka katika hatari ambayo tulikuwa tumeingia sisi wenyewe na kutuleta mahali salama. Sasa leo nataka tuangalie, kama ambavyo tuliona tulipokuwa tunatazama maana ya wokovu, nataka tuangalie hii hatari ya dhambi hasa ilikuwa imeingia vipi, au namna gani dhambi iliingia, na ambavyo Mungu aliweka mpango huu wa kutuchomoa kwenye hii hatari ya dhambi. Kwa sababu ni muhimu sana, usipojua ulikuwa kwenye hatari ya kiwango gani, au wewe ambaye bado haujamwamini Yesu na kupokea wokovu upo kwenye hatari ya kiwango gani. Kwa hiyo ni vizuri tukajua dhambi iliingia vipi, na tunapozungumzia dhambi tunaongelea nini hasa, na namna gani ambavyo Mungu ameutekeleza huu mpango, au ameufanya huu mpango wake wa wokovu kututoa sisi katika hatari hiyo ya dhambi, au katika tatizo ambalo sisi wenyewe tuliingia kimsingi. Kwa hiyo kabla sijaenda mbali sana, ni vizuri tukaona maana ya dhambi, sababu ziko namna nyingi ambazo tunaweza tukaelezea, au wewe unafahamu au umewahi kusikia mahali, lakini tutaangalia kulingana na maandiko yanasema nini kuhusu dhambi. Ninafahamu tunaweza tukawa tunajua mambo mengi sana. Ukimwona mtu anafanya vitu fulani, unasema huyu ni mwenye dhambi, huyu anafanya dhambi, huyu anafanya hivi. Labda ukimwona mtu ni mlevi, au ukimwona mtu ni mzinzi, au ukimwona mtu ni muongo, au ukimwona mtu anafanya vitu fulani, unasema huyu anafanya dhambi, au huyu ni mwenye dhambi. Sasa je, kweli hayo ndiyo yanayotafsiri dhambi, au hayo peke yake ndiyo yanatosha kuelezea dhambi? Sasa hebu tuangalie kulingana na maandiko. Nitakuonyesha kwamba dhambi hii, au tunapozungumzia dhambi ni nini hasa maana yake, na namna gani iliingia duniani au iliingia ulimwenguni, kwa sababu tuliona pale mwanzo kwenye sehemu ya kwanza kwamba dhambi ndio iliyotuletea hatari ya mauti, na hivyo wokovu unatutoa kwenye hatari hiyo ya dhambi na mauti. Sasa hebu tuangalie kwenye kitabu kile cha Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 4. Nitasoma mstari moja tu, mstari wa 4. Anasema, kila atendaye dhambi afanya uasi,
mpaka hapo. Kila atendaye dhambi afanya uasi. Na anamalizia anasema kwenye kipengele B cha mstari huu anasema kwa kuwa dhambi ni uasi. Anasema kila afanyaye dhambi afanya uasi kwa sababu dhambi anasema kwa kuwa dhambi ni uasi. Sasa maandiko yako wazi sana. Unapoona mahali panasema kitu fulani ni kitu fulani, manake hiyo ndio maana yake. Kwa anasema dhambi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Sasa inawezekana neno uasi na lenyewe likawa ni neno ambalo linahitaji kuelezewa ili mtu aweze kupata maana ya dhambi. Sababu tumeona dhambi ni uasi. Sasa uasi huu ni nini hasa? Ukiliangalia kwenye lugha ya asili, neno uasi linaongelea kwenda kinyume na maagizo. Nitatoa mfano wa kawaida ambao utakusaidia kuelewa mtazamaji. Kwa mfano, ninaamini umeshawahi kusikia wanasema vikundi vya uasi, labda wanasema Al-Qaeda, sijui vikundi vya uasi M23. Sasa hivyo vikundi kwa nini vinaitwa ni vikundi vya uasi? Kwa sababu vile vikundi au hao watu wako kinyume na maagizo fulani au na sheria na taratibu fulani zilizowekwa aidha na serikali au na taifa au na uongozi uliopo katika nchi yao. Kwa unaposema uasi maana yake ni kwenda kinyume na maelekezo na maagizo. Kwa maana ya dhambi, tukirudi kwenye ile Yohana wa kwanza 3:4, anaposema maana dhambi ni uasi, kwa tukiweka hiyo maana ya uasi pale mbele ni sawa sana nikasema dhambi ni kwenda kinyume na maelekezo au na maagizo fulani yaliyowekwa. Sasa hebu turudi kwenye kitabu cha Mwanzo, sababu tulikubaliana kwamba kwenye sehemu ya kwanza Adam na Eva ndio waliofanya dhambi, ndio waliotuingiza kwenye hili tatizo. Sasa tuone wao walifanya nini ambacho tutakioanisha na hichi tunachokiita maana ya dhambi. Je, tuone kwamba ni kweli wao pia walienda kinyume na maagizo na maelekezo? Sasa hebu tufungue kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 16 na wa 17. Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 16 na wa 17. Maneno ya Mungu anasema Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Mstari wa 17 anasema, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kwa kwenye mistari hii miwili ya Mwanzo sura ya 2 tunaona Mungu anatoa maagizo kwa Adamu. Na kumbuka tumesema dhambi ni uasi. Uasi ni kwenda kinyume na maagizo. Hapa tunaona Mungu anampa Adamu maagizo ambayo yako clear. Na baadaye nitakwambia, ninajua kuna watu wanakuwa na maswali kwamba Mungu alikuwa anawatega Adamu na Eva. Kama alijua kwamba kuna siku watakula mti wa ujuzi wa mema na mabaya, watakula ya matunda, kwa nini aliuweka bustanini? Mungu hakuwatega Adamu na Eva, Mungu aliwapa maagizo. Na kama Mungu aliyekuumba anakupa maagizo, aliyekuweka wewe kwenye bustani, maana yake unataka tu kufuata maagizo yake. Na kwa nini nasema kuwatega? Aliwapa kabisa na nini kitatokea kama wasipofuata maagizo yake. Akawaambia, kwa maana siku mtakapo mstari ule wa 17 anasema, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kwa aliwaambia kabisa nini kitatokea baada ya wao kutokufuata maagizo aliyowapa. Sasa hebu tusogee mbele kidogo kwenye Mwanzo sura ya 3 mstari wa 9, tuone haya maagizo ambayo Mungu aliyatoa, nini kilitokea. Kumbuka hapa tunaangalia maana ya dhambi na namna ambavyo Adamu na Eva na wao pia walianguka, ndio wakatuingiza katika tatizo la dhambi. Kwa sura ile ya 3 mstari wa 9 wa 11, alafu nitasoma mstari wa 17. Biblia inasema, mstari wa 9 anasema, Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekwambia kuwa uchi? Mungu sasa huyu anamuuliza Adamu. Sikiliza hili swali, anasema, je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza? Pigia mstari hilo neno niliyokuagiza.
usiale. Kwa Mungu anamrudisha Adamu kwenye maelekezo aliyompa, maagizo aliyompa. Anamwambia, je, umekula matunda ya mti niliyokuagiza usiale matunda yake? Sasa hebu tutoke mstari wa 11 tusome mstari ule wa 17. Nasema, akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Mungu anatoa adhabu kutokana na maagizo ya kile ambacho alikitoa. Maagizo Mungu aliyompa Adamu ni kwamba asile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kwa hiyo Adamu kwa kuto kufanya au kwa kuto kufata na kuyafanya maagizo yale Mungu aliyompa, anakuwa ameingia katika uasi. Ameruhusu ile hali ya uasi iingie ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu ameenda kinyume na maagizo ya Mungu. Amefanya tofauti na kile Mungu alichomwagiza. Kwa kumbe tunajua hii inatupa picha kwamba dhambi ni kufanya kinyume na maagizo ya Mungu. Unapokuwa unafanya dhambi, ni hali ambayo iko ndani yako inayokusukuma. Dhambi ni hali inayokuwa ndani yako inayokusukuma wewe kufanya kinyume na maagizo ya Mungu. Sasa hiyo ndiyo dhambi. Kwa tunapomuona mtu anaiba, tunapomuona mtu anazini, tunapomuona mtu anasema uongo, tunapomuona mtu ni muuaji, tunapomuona mtu ni tapeli, kile anachokifanya sio dhambi yenyewe. Anachokifanya kinatokana na msukumo wa dhambi. Kwa hiyo ni hatua ya mwisho ya dhambi iliyoko ndani yake. Kwa tunaweza tukasema kwa maneno marahisi kwamba dhambi ni hali ya uasi, is a state ya kuwa mtu yuko rebellious, yuko ndani yake anajisikia kukinzana na maagizo aliyopewa. Kwa hiyo dhambi ni kitu ambacho kiko ndani ya mwanadamu. Ni hali ya kuwa na uasi. Nikusaidie. Tulipokuwa tunaangalia kwenye sehemu ya kwanza, tuliona kwamba Mungu aliumba kila kitu akasema kuwa ni chema. Ni chema sana. Tulisoma kwenye ile Mwanzo sura ya kwanza mstari wa mwisho pale. Tukaona kwamba kila kitu kilikuwa ni chema. Kwa mwanadamu hakuumbwa na asili hii na hii hali ya uasi ndani yake. Lakini Adamu alipotenda dhambi, alipokubali kwenda kinyume na maagizo ya Mungu, kwa kudanganywa, kwa kukubali udanganyifu wa shetani, akala lile tunda ambalo Mungu alimwambia asile, aliruhusu hiyo hali ya uasi kuingia ndani yake. Kwa hiyo tunapoongelea kwa habari ya dhambi, ni hali ambayo iko ndani ya mwanadamu inayompelekea kutamani kufanya uasi, kwenda kinyume na maagizo ambayo Mungu ameyaweka. Sasa nataka tuangalie hili jambo au hii hali ya dhambi ni kwa namna gani ambavyo Mungu aliishughulikia kupitia mpango wake wa wokovu. Kwa sababu tuliona dhambi ndio iliyotuingiza kwenye hatari. Mungu akaandaa mpango wa kututoa kwenye hiyo hatari ili aturejeze katika mpango wake ule aliokuwa nao mwanzoni wa uumbaji ambao ulikuwa mwema, ambao haukuwa na uharibifu, uumbaji ambao haukuwa na dosari. Kwa huu mpango wa Mungu tuone namna gani ambavyo umetuchomoa au unamuondoa mwanadamu kwenye hiyo hali ya dhambi, kwenye hiyo hali ya kuwa na kupenda uasi ndani yake. Kwa hiyo tutaona, ninajua kwenye dunia ya leo kuna namna nyingi ambazo zinatumika kwa mifumo ya serikali, kwa mifumo ya kifamilia, kutafuta kuwafanya watu wawe na tabia njema, kuwafanya watu ni vizuri kuwa na hiyo mifumo. Lakini nataka nikwambie ndugu yangu unayenisikiliza, hakuna mfumo wowote, uwe ni wa kiserikali, uwe ni wa kisheria, sijui mahakama, sijui polisi, sijui viboko, sijui ni ambavyo vinaweza vikashughulikia hiyo hali ya dhambi ya uasi ambayo iko ndani ya mwanadamu. Mwanadamu asipopokea mpango huu wa Mungu wa wokovu ambao ndio ulishughulikia tatizo hili la dhambi, ataendelea kufanya yanayoonekana kuwa ni mabaya au yanayoonekana kuwa ni dhambi, kwa sababu hiyo hali iko ndani yake. Hilo linaweza kubadilika tu kama mwanadamu atakubaliana na mpango wa Mungu wa wokovu, kama ambavyo tutaendelea kujifunza kwenye somo hili la wokovu. Kwa ninaomba uendelee kufuatilia ili uweze kujua ni kwa jinsi gani ambavyo Mungu ameshughulikia tatizo hili la wokovu. Sasa tutaingia katika kipengele hiki cha kuangalia namna ambavyo Mungu ameshughulikia tatizo la dhambi kwa kutumia mpango wa wokovu. Kwenye Mathayo sura ya kwanza 20:21 Biblia inasema, basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo
wa Roho Mtakatifu. Sasa hapa kwenye mstari huu ni habari ya Yusufu akiwa amegundua kwamba mchumba wake Mariamu ameshika mimba na alikuwa anataka kumwacha. Kwa hiyo malaika anamtokea anamwambia, usimwache mke wako au mchumba wako kwa sababu mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mstari wa 21 anasema, naye atazaa mwana. Hapa ndipo ambao tunataka upasikilize kwa makini sana. Naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa tunaona Yesu anatambulishwa kwenye kitabu hiki cha Mathayo sura hii ya kwanza. Tunaona malaika anamwambia Yusufu, anamwambia kwamba kuna mtoto atazaliwa kupitia mchumba wako Mariamu ambaye amepokea mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na huyo mtoto ataitwa Yesu kwa sababu huyo ndiye atakayewaokoa watu wa Mungu na dhambi zao. Kwa tunaona Mungu anatekeleza mpango wake wa wokovu kwa kumtuma Yesu. Alafu Yesu anakuja kwa kazi moja, kushughulikia tatizo la dhambi. Kumbuka tuliongelea kule mwanzo kwenye wokovu, maana yake kwamba tunaokolewa kutoka katika hatari iliyoletwa na dhambi ya mauti, na tunahamishwa, tunawekwa sehemu salama ya kuwa ndani ya Kristo Yesu. Na hapa tunamwona Yesu sasa analetwa au anakuja kushughulikia tatizo la dhambi. Anasema huyu Yesu ndiye atakayewaokoa. Unaona, bali ya wokovu. Kwa hiyo Yesu amekuja kututoa sisi kwenye hatari ya dhambi, kutuleta sehemu salama au kutuweka salama. Sasa hebu tuangalie, tuendelee kuona namna ambavyo mpango huu unatekelezwa. Tufungue kwenye ile Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 29. Biblia inasema, siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yohana anamuona Yesu anakuja kwake siku ambayo anaenda kumbatiza, na Yohana anafunuliwa na Roho wa Mungu. Anasema, tazama huyu ni mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kwa tunaona lile ambalo Mathayo analiandika kwamba Yesu atazaliwa. Malaika anamwambia Yusufu, Yesu atakapozaliwa ndiye atakayewaokoa watu wake, watu wa Mungu na dhambi zao. Yohana anapata ufunuo huo, anasema huyu Yesu anayekuja mbele yake ndiye mwana kondoo aichukuae dhambi ya ulimwengu. Sasa kwenye lugha ya Kiswahili ukiangalia haya maneno ni kama haya make sense. Anasema mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Dhambi ya ulimwengu. Kikawaida ungetegemea angesema labda achukuae dhambi za ulimwengu. Kumbuka mwanzo nilikwambia dhambi ni hali moja, is a state. Kwa hiyo hiyo hali ndio inayotajwa hapa na Yohana. Anasema dhambi ya ulimwengu, anaiweka kwenye singular form. Kwa nini? Kwa sababu ni kitu ambacho kiko ndani ya mwanadamu, anazaliwa nacho, kiko ndani yake. Kwa hiyo Yesu amekuja kushughulikia hicho kitu. Kwa hiyo mpango wa Mungu wa wokovu unatekelezwa kwa Yesu kuja kushughulikia tatizo zima la dhambi, kutuondoa sisi katika hatari ya dhambi ambayo wanadamu wenyewe tuliingia katika hatari hiyo. Sasa hebu tumalizie na andiko la mwisho kwa leo ambalo litatuonyesha sasa mwisho wa siku Yesu amelishughulikia vipi ili tatizo la dhambi, na namna gani ambavyo kuna mbadilishano umetokea kati ya Adamu aliyetuleta sisi katika hali ya dhambi, aliyetuingiza kwenye hatari, na Yesu ambaye anatutoa kwenye hiyo hatari ambayo tuliingia. Fungua na mimi kwenye kitabu kile cha Warumi sura ile ya 5, waraka wa Paulo mtume kwa Warumi sura ile ya 5. Nitasoma mstari wa 19. Ukipata muda na nikutie moyo, unaweza ukasoma kuanzia mstari ule wa 16 na kuendelea, au kasoma sura ya 5 nzima, utapata picha nzuri zaidi. Lakini kwa sababu ya kupata tu uelewa hiki ambacho tunataka tujifunze leo, nitasoma mstari wa 19. Anasema kwa sababu, mstari wa 19 anasema, kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Sasa ukisoma kuanzia mistari ya nyuma hapo utaona kwamba anapoongelea kwamba kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi tuliingizwa katika hali ya dhambi, anaongelea uasi uliofanywa na Adamu. Adamu ndiye aliyeenda kinyume
na maagizo aliyopewa na Mungu, kwa akaikubali hali ya dhambi, akafanya uasi kwa kufanya kinyume na maagizo ya Mungu. Kwa ile hali ya uasi kaingia ndani yake, na kwa hivyo sisi wanadamu wote tunazaliwa katika hali hiyo, kwa sababu tunatokana na Adamu aliye baba yetu. Sisi wote tuko ndani ya Adamu, mwanadamu yeyote. Ndio maana nafikiri hata waliokuja na kutuita sisi wanadamu, manake ni watoto wa Adamu, tumetokana na asili ya Adamu. Kwa tumepokea hiyo hali ya dhambi. Kwa mwandishi hapa Paulo anaonyesha kwamba tuliingizwa katika hali ya dhambi kupitia Adamu, lakini Mungu kwa mpango wake mzuri na mpango mwema wa kutuondoa sisi, kutuchomoa katika hiyo hali ya hatari ya dhambi, amemleta Yesu, na kwa kupitia Kristo Yesu sisi wote tunahesabiwa haki, tunaingia katika kundi la wenye haki. Kwa hiyo mpango wa Mungu wa wokovu, kumuondoa mwanadamu kwenye hali ya hatari ya dhambi na mauti, na kumleta katika hali ya kuwa mwenye haki na kuwa salama na kuwa na mahusiano mazuri na Mungu na kuwa in good terms, yani hauna uadui na Mungu, ni kwa kupitia Kristo Yesu ambaye alikufa kwa ajili yetu, akafufuka ili sisi tuhesabiwe kuwa wenye haki. Kwa hiyo mpango huu umetekelezwa na Yesu mwenyewe. Kwa dhambi iliingia kupitia Adamu, lakini haki imeletwa kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo ninapomalizia, nataka nikwambie jambo moja, ndugu yangu unayenitazama. Wewe ambaye umemwamini Yesu, unachotakiwa kujua ni kwamba ulikuwa mwenye dhambi kwa sababu ulipokea hali ya dhambi kutoka kwa Adamu, lakini kupitia Kristo Yesu wewe sio mwenye dhambi tena. Mpango wa wokovu umekuwa kamili kwako, umethibitika kwenye maisha yako. Kwa hiyo wewe uko sawa na Mungu, umerejeshwa katika mahusiano na Mungu. Lakini pia ndugu yangu ambaye bado unaishi dhambini, bado haujaupokea mpango huu wa wokovu, unapoendelea kufuatilia somo hili la wokovu, na ninaamini Roho wa Mungu anaendelea kusema na wewe kupitia mafundisho haya, ujue kwamba kinachoweza kukutoa katika hali hiyo ya uasi na dhambi. Kama umekuwa unatamani kuacha dhambi, unajaribu, inawezekana umejaribu kwa njia zako, kwa mbinu zako, kuacha tabia hii, umeonekana mwizi, umeonekana mlevi, umeonekana muongo, umeonekana malaya, umepewa majina kwenye mtaa unaoishi, watu wanakujua vile, watu wanakujua hivi. Namna pekee inakayoweza kukutoa hapo ni wewe kukubali mpango wa Mungu wa wokovu na kumwamini huyu Yesu. Ukimwamini Yesu unaingizwa katika haki. Kama ambavyo uliingia kwenye dhambi kupitia Adamu, ukimwamini Yesu unaingia katika hali ya kuwa na haki, na hiyo hali ya uasi ndani yako inaharibiwa. Unapokea hali ya kupenda kufanya sawasawa na maagizo ya Mungu. Ndani yako unapokea hali ya kuchukia dhambi, kuchukia uasi, unakuwa kinyume na matendo mabaya. Hauwezi kufurahia tena kuendelea kuishi katika dhambi, hauwezi kufurahia uovu, hauwezi kufurahia mambo mabaya. Kwa nini? Kwa sababu unazaliwa upya ndani yako, unapokea kitu kipya. Sasa hilo linawezekana tu kwa wewe kumwamini Yesu. Kwenye kipindi kijacho tutaona namna gani ambavyo unaweza kuupokea wokovu. Kwa nikutie moyo, uendelea kufuatilia somo hili zuri la wokovu, kujifunza, na Roho wa Mungu atakusaidia sana. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia kipindi hiki, na ubarikiwe sana. Amen.